Na alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kwa utukufu Allah subhanahu wa ta'ala tumekaribisha salatul Eid katika viwanja hivi vya hapa Karume, wallahi alhamdulillah. Kwa bahati nzuri tuna shekhe wetu mpendwa Sheikh Abdurrauf al-Maarufu Mnawi, tunaye hapa kidogo, tutaka kidogo tupena saha mbili tatu kutokana na mnasaba wa hii salatul Eid. Naam Sheikh Abdurrauf, tafadhal mashkuran ma'jura. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Kwa hakika tuna furaha kubwa katika hii siku ya Eid kwa yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha katika ibada mbalimbali katika mwezi wa Ramadhan, katika saum, katika kusali salatu tarawih, katika yani mambo mbalimbali, katika tahajjud wa ma ila dhalika, katika mambo mbalimbali ambao tulikuwa tunayafanya katika ibada. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukubalia ibada zetu, jambo ambalo ninawahusia Waislamu katika hii siku ya Eid kwamba jambo muhimu mno kwamba hii Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ili iwe ni madrasa ya uchamungu. Kwa hiyo basi, kwa kuwa ni madrasa ya uchamungu, anatakiwa kila mmoja yale ambayo ameyasoma katika mwezi wa Ramadhan ambao kwayo yanafikisha katika uchamungu, kwa sababu Allah amesema la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi aendelee nayo mpaka maisha yake yote yaishi, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kujia mauti. Kwa hiyo wewe unaishi katika ibada lillahi azza wa jalla. Lakini pia jambo la pili, katika hii siku ya Eid sio siku ya maasi, sio siku ya watu kufanya madhambi, kwamba wao walikuwa wameacha madhambi, walikuwa ni walevi kabla ya Ramadhani, walikuwa wazinifu, walikuwa wanakula riba, wanafanya kadha na kadha, mambo yasiyofaa. Kwa hiyo hii siku ya Eid sio siku ya kuhalalisha yale yaliyokuwa haram, bali ni siku ya muendelezo wa kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha na kuachana na yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Jambo la tatu, na ni jambo la msingi mno, kwamba katika hii siku ya Eid ni siku ya sherehe. Watu washerekee kwa kusaidiana na watu, kwa maana kuna maskini ambao hawana. Ukimjua kwamba jirani yako hana, Uislamu ni dini ambayo yani inatuamrisha kwamba tusaidiane sisi kwa sisi, wenye nacho wasaidie wale ambao hawana. Kwa hiyo sote tusaidiane, tuwape ambao hawana, na wale ambao wana nguvu wasaidie wale wanyonge, matajiri wasaidie maskini. Lakini pia tusherekee katika amani. Amani ndio muhimili mzima wa mambo yote ambao tunayataka. Ibada inahitaji amani, watoto kwenda shule wanahitaji amani, wafanya biashara kufanya biashara wanahitaji amani. Kila jambo ambalo utakalolitaka la kimaendeleo, la haki, linahitaji uwe ndani ya amani. Kwa hiyo amani ni muhimili mkubwa ambao unalinda haki za watu. Lakini bila kusahau kwamba hii amani ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia katika maeneo yetu na katika nchi zetu hizi, kwamba amani hii kuna watu wanaoilinda. Mtu wa kwanza kabisa ni amiri wa jeshi la nchi yetu Tanzania, na si mwingine ni mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba ndiye ambaye amesimama kileleni kabisa kulinda hii amani. Kwa maana tumuombee dua huyu mama yetu, tumunge mkono na kupambana na wote ambao wako dhidi yake. Lakini dua ndiyo silaha kubwa ya kuweza kuyafanya yote haya. Kwa hiyo tumuombee dua mama yetu kipenzi, Mama Samia, Allah amuhifadhi na mjalie washauri waliokuwa wazuri, na ampe maono yaliyokuwa mema, na ampe umri mrefu, na ampe nguvu ya kuweza kuwatumikia Watanzania. Lakini pia na wale ambao wanamsaidia katika mawaziri, makamu wa rais, wa ma ila dhalika, wote hawa tuwaombee dua, Allah subhanahu wa ta'ala wajalie wafanye kazi na utumishi ambao umetukuka. Lakini si hivyo tu, kuna wale ambao wanakuwa wanabashiri matukio kama vile jeshi la polisi, nao pia wanahitaji kuombewa dua. Kama tuombee dua, kwa sababu hii amani, vibaka, majambazi wa ma ila dhalika, wote ambao wanaweza kuleta yani kuharibu amani katika nchi hii, wale wanakuwa wamesimama dhidi yao, na wanapokuwa wamepatikana, basi vibaka watakimbia, majambazi watakaa pembeni, wama ila kila ambaye anaweza kuwa kinyume na amani, kwamba wao watakuwa wamesimama dhidi yake. Kwa hiyo nao pia maskari hawa tuwaombee dua, wanafanya kazi kubwa sawa sawa, wawe ni matrafiki, wawe ni wanajeshi, wawe yani kwa aina zao zote,
kwa sababu wote wanasimama katika kulinda amani ya Tanzania, kuwalinda wananchi wa Tanzania na kulinda mali zao. Wote hawa tuwaombee dua na tuzidi kushirikia na kuwaunga mkono. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khaira. Mashallah Sheikh Abdul Rauf, barakallahu fika ya Sheikh. Eid mubarak. Min alfaidhin qabalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Naam, kama tulivyomsikia Sheikh wetu Sheikh Abdul Rauf Al-Manawi kaelezea mengi kutokana na mnasaba huu wa salatul Eid, lakini kikubwa alichohimiza Sheikh wetu Sheikh Abdul Rauf kwamba tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapo Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni chuo, kimetufundisha mengi, kimetufundisha jinsi gani ya kuishi, kimetufundisha jinsi gani ya kuamiliana mambo mengi katika masala ya khairi. Tulidhoofu huko mwanzo, lakini Ramadhani ikaja ikatuimarisha. Hasa Sheikh Abdul Rauf akahusia sana kwamba watu waendeleze na yale yote ambao walikuwa wakifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ni chuo, kimekuja kutufunza. Hasa yale mafundisho tuelekeze katika miezi mingine. Allah subhanahu wa ta'ala kubariki. Tupo hapa Manhaji Online TV. Eidukum Mubarak.